makundi ya ambayo yalipelekea kukawa na mgogoro kati ya katibu mwenezi. Of course mimi sio msemaji wa chama, ila naomba kutoa maoni yangu kwa sababu najua imani ya mwanachama wa Chama cha Mapinduzi ni lazima useme ukweli, ingawa haijahusu kwamba haihusiani na kwamba huo ukweli utausemea ukiwa wapi. Mimi naamini kwamba kwa sababu sivunji sheria, sivunji kanuni na taratibu za chama, natoa maoni yangu kulingana na kile kinachoendelea, kwa sababu mara zote tumekuwa tukilalamikia wa viongozi wa chama ngazi ya wilaya, hasa kwenye jimbo la Meatu. Ikifika wakati wa uchaguzi, sehemu zote ambazo tumekuwa tukiripoti, hamna hatua za kisheria, hamna hatua za kinidhamu, hamna hatua za kikanuni ambazo zimekuwa zikichukuliwa. Sasa hii ndo inakuja tafasiri ya wakati rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan akiapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aliwahi kusema kwamba watu wanaoweza kumwangusha ni watu ambao ni wavaa mashati ya kijani. Kwa na hapa sina tatizo na rais wangu kabisa, sina tatizo na makamu wa rais, sina tatizo na Dr. Nchimbi, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, sina tatizo nao kabisa, isipokuwa huku chini ndo tunataka tupaze sauti ili tunachokisudia kiwafikie watu basi kiweze kuwafikia. Mimi iliniuma sana kuona katibu mwenezi ambaye ni mzawa wa pale na katibu wa chama ambaye yeye ni mwajiriwa wa chama kuwa katika malumbano ya moja kwa moja mpaka wakahojiwa na vyombo vya habari. Vyombo vya habari vyohoji ni pamoja na nyinyi watu wa Jambo TV. Mlihoji pamoja na vyombo vingine, na mimi nikaona mtandaoni. Sasa kwa sababu ni wilaya inanihusu na mimi nimekuwa kiongozi na bado ni mkeleketo na mwanachama wa Chama cha Mapinduzi halali, nisingependa kuona wao wanaoendelea, kwa sababu mbali na kuwagawa watu tunakichafua chama. Tutampa kazi mama yetu, tunaelekea kwenye uchaguzi wa kushika dola. Kwa hiyo haiwezekani tukafanya haya mambo kwa namna ambavyo yalikuwa anaenda. Kwa hiyo na mimi kupitia hiyo clips ndio ilionifanya leo mimi niwaite tuweze kujadilia, niweze kupresent nilichokuwa nacho, nitoe maoni yangu na baadaye nitatoa rai yangu kwa chama kwamba nini kifanyike, kwa sababu mimi mwenyewe ni mhanga wa hao makundi ambayo yapo wilaya ya Meatu. Hawa wanaozunguka bado mapema kutoa rushwa na kukigawa chama, wanawagawa watu. Matokeo yake tutaingia vita ya sisi kwa sisi. Kuingia vita sisi kwa sisi, tafasiri yake tunawapa loophole wenzetu wa upande mwingine waweze kutufanyia comeback. Kwa hiyo hatuwezi kufika kule. Uozo wa namna hii ni lazima tuweke wazi ili viongozi wa chama waamue wao kufuata njia sahihi ya kushughulika nao au hata kuacha kwa namna wao watakavyokuwa wanaona. Lakini hili swala ni hatari. Naweza nikalizungumza sio kwa uzito unaotakiwa uzungumzwe, lakini nakusudia hiki ninachokizungumza kitawafikia watu wengi, na yeyote ambaye atahitaji ushahidi unaohusiana na mambo nitakaozungumza yote nipo tayari kutoa. Hata kama nitakukuru Meatu nipo tayari kuhusika kwenda, au hata takukuru makao makuu nipo tayari kwenda, isipokuwa natapeleka ushahidi wa sauti, ushahidi wa video wa hiki ambacho naenda kukizungumza hapa. Kwa hiyo sizungumzi ili kufurahisha umma, nazungumza ili watu wajue kwamba tuna wakati mgumu na tunakichafua chama sisi kwa sisi. Sasa hatuwezi kuvumilia na kuwa sehemu ya tatizo. Kwa hiyo mimi nikatoka, nilipofika kwenye ukumbi sikupata nafasi hata kuomba kula, maskini. Matokeo yake nikaishia tu kusema kwamba jamani, nilikamatwa isivyo kisheria na katibu mkuu Mheshimiwa Dr. Ali Bashiru ametoa maelekezo kwamba niachiwe, hao ni masuala ya kichama, kwa taratibu za kichama zitafuatwa baada ya kuwa uchaguzi umeshafanyika. Kwa hiyo nikaachiwa. Sikuweza kuomba kula zikapigwa, lakini kwenye ukumbi ni notice mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza, timu, napenda nitaje kabisa moja kwa moja hapa kwa sababu sio kama nakosea. Nina video za watu waliopigwa picha na nina kila kitu za kuanzia mwaka 2015. Watu walikuwa wamegawanyika kwenye makundi mawili. Wale ambao waliambiwa waingie na kofia wakiwa wamevaa kofia kama yangu mimi hapa, lakini hii ilikuwa ya JPM, lakini kuna watu ambao waliambiwa waingie bila kofia. Ina maana kofia angepewa mle. Kwa hiyo waliokuwa na kofia wamekuja nazo waliziacha kwenye mabasi yao, na wengine waliziacha nyumbani, wakatumiwa hiyo message kwamba waingie bila kofia. Lakini walivyoingia bila kofia, nusu ya watu niliwaona wana kofia ingawa walikuwa wamejichanganya, na wengine nusu, na almost nusu walikuwa na kofia. Sasa sikujua kwa nini wengine wana kofia wengine hawana. Na kofia zilikuwepo, watu walikuwa wanagaiwa bure, lakini wengine walizikataa, wakasubiri zile za kuletewa. Sasa nikaja kugundua ile kumbi ilikuwa ni kambi ya ambaye ni mbunge wa sasa hivi, kwamba watu waliingia mle
na wakagawiwa hela. Ile mtu unapewa kofia, au unapewa kofia halafu imekunjwa, kuna hela hapo ndani. Unapewa kofia kama hivi, halafu wewe kwa sababu tayari unajua kwamba hela itakuwa kwenye kofia, unajua namna ya kuivaa hiyo kofia, kutoa zile hela ili hatimaye zoezi la kupiga kura liweze kuendelea. Kwa hiyo kulikuwa na makundi, na kwenye zile kofia inasemekana kwa watu ambao walikuwepo kulikuwa na zaidi, kwa watu ambao walipewa, ambao walikuwa wanufaika hiyo siku, kulikuwa na zaidi ya 200,000. 220,000 au 200,000. Wengine wanasema 200,000, wengine 180,000, lakini ni wastani wa 200,000 katika kila kofia moja. Sasa utaona kula labda 250 ambazo zilipigwa, mtu kama katoa 200,000 kila mtu. Kwa sababu kula zilizopigwa ni zaidi ya 500. Zilikuwa kula zaidi ya 500 na kitu. Sasa tunasemea nusu, kama mtu kapata kula 240 na mwingine labda 230 au 210, utaona kwamba ni hela kiasi gani ambayo ilitolewa kiasi hicho. Sasa sisi wengine kabidi tusapoti tu mtu mwenye hela nyingi, na kwa sababu tulikuwa tumechoka na huyu mfanyabiashara ameshawahi kuwa mbunge na baadaye akaja kulipoteza jimbo na likaenda na aliyekuwa mgombea wa chama cha demokrasia na maendeleo kipindi hicho Mesha Kiopulukwa, hata tukasema kwamba huyu hatufai kwa sababu hata kienda bungeni ni katika wabunge wanaoongoza kwa utoro. Sasa mtu kama huyu Job Ndugai alisoma idadi ya watu, alisoma listi ya watu ambao ni wabunge watoro, anahusika na biashara zake tu Shinyanga. Hamna bungeni haendi. Tulipopiga hesabu amewahi kwenda bungeni siku ya kuapishwa na siku nyingine, lakini hata posho yeye posho zao sijajua, si posho zao wanaingiziwa vipi sijui utaratibu wa kibunge, lakini ni mmoja wa bunge watano watoro katika bunge la 11. Sasa hivi tunazungumzia bunge la 12 ambalo linaenda kuahirishwa muda sio mrefu, miezi kadhaa mbele, lije bunge la 13. Sasa tunaomba chama kijitahidi kuokota waangalie kwenye sehemu ambazo zinarushwa sana, basi wamulike kwa macho makubwa, kwa macho matatu, ili tuweze kuona kwamba tuweze kuona kwamba kweli chama kinahusika na kinajua kwamba yanayotendeka chini wanaweza kuhangaika nayo. Kwa hiyo uchaguzi ukao umeisha. Tukashindwa, tulioshindwa, mimi nilikuwa na nafasi ya 4 katika watu 27 waliochukua fomu, lakini na wengine 19 ambao tuligombea nilikuwa nafasi ya, lakini hizo kula nilizopata siwezi kuzitaja maana ni kichekesho, lakini nilikuwa mtu wa 4. Angalau hata wale walioniamini nikiwa nimewekwa ndani sikuomba kula waliweza kunichagua. Kwa hiyo utaona kwamba mtu wa kwanza na wa pili na wa tatu, kama kuna mtu ametumia hela ndogo, nadhani alitumia karibia hata zaidi ya milioni 200 kwa mtu aliyotumia hela ndogo, lakini wengine wote ni kama walitumia hela zaidi ya hicho kiasi nilichokitaja. Kwa hiyo tukatoka pale, mimi nikarudi zangu kwenye maskani yangu wilaya ya Bagamoyo. Nilipofika nikapumzika siku moja. Siku ya pili tulikuwa na kumuaga hayati Benjamin William Mkapa katika uwanja wa Taifa, na mimi nikaenda kwa sababu ni mzee wangu ambaye alikuwa anani-inspire sana, ni rais lakini pia aliwahi kuwa mwenyekiti wa chama. Kwa hiyo nilikuwa na kila sababu ya kwenda kumuaga katika safari yake ya mwisho. Nikaenda Taifa, nikapigiwa simu na namba ngeni ambayo nilikuwa sijui, ikajitambulisha kwamba yeye anafanya kazi ambayo mimi ni professional yangu. Yeye ana kazi ya kufanya ambao mimi ni professional yangu. Kwa alikuwa ananihitaji nikamfanyie kazi. Lakini kumbe mtu alikuwa ananipigia simu ni OCCID wa wilaya ya Chalinze. Yupo mpaka sasa hivi, ni rafiki yangu, sina tatizo naye. Yeye alitumwa na RPC kwa sababu kulikuwa na maelekezo yaliyotolewa na RPC wa mkoa wa Simiyu kuhusu mimi na RPC wa mkoa wa Pwani. Kodi kada tafutwa. Sasa mimi natoka Taifa kuaga hayati Benjamin William Mkapa, narudi nafika mpaka sehemu moja inaitwa Chalinze Junction pale. Hapo nilikamatiwa. Nilikuwa nasubiriwa na magari mawili ya polisi yamejaa bunduki. Yaani utafikia unasubiria gaidi siwi la kutoka wapi. Bahati mbaya kwa sababu mimi nawafanyia kazi na tunajuana nao, nikajitambulisha kwao. Nikamwambia bwana ndio sisi hapa. Sio kama vile nilivyokuwa nakwambia unahitajika kituo cha polisi hapa, kuna maelekezo sisi tumepewa kutoka kwa RPC mkoa wa Pwani. Kwa hiyo natakiwa twende kituo cha polisi. Nikamwambia twendeni kwa sababu mimi si ni mwenyeji hapa na ninakaa hapa. Kwa hiyo twendeni. Nilipofika pale kituo kabla wakanishusha kwenye gari yangu. Nilikuwa na gari yangu naendesha. Kwa hiyo nikaambiwa shuka njoo upande kwenye hii gari ya polisi. Nikawekwa mtukati kule huku na huku maaskari. Gari yangu ikaendeshwa na askari mmoja namkumbuka anaitwa Mungiki pale Chalinze. Kwa wakazi wa Chalinze watakuwa namfahamu. Akaiendesha hiyo gari mpaka pale kituo cha polisi. Ni karibu sana pale nilipokamatiwa. Nikawekwa ndani, nilikaa pale kituo cha polisi Chalinze siku 6.
Sasa unaweza kujiuliza ndugu Mtanzania kwamba ni wakati gani sisi tunapitia ambao tunasema ukweli. Najua hata ukweli utanikosti, lakini nipo tayari kwa chochote kabisa. Yaani pia naweza nikala kiapo, naweza kala kiapo hata cha mama yangu mzazi na wanangu. Nipo tayari hata kufa, lakini ukweli lazima niuseme. Kwa sababu hata ningeishi miaka 200 mia ngapi, kuna siku moja ambayo mimi nitakufa. Sasa hiyo siku haijalishi itasababishwa na mwanadamu au itakuwa ni Mungu mwenyewe, lakini mimi naamini katika Mungu mmoja, na naamini kwamba siku moja Mungu ataniondoa duniani kwa ruhusa yake, sio ruhusa ya binadamu. Nikawekwa ndani kakaa siku 6, lakini kuna namna ambayo nilifanya, nikapenyezewa simu kwenye kituo cha polisi. Nikaweza kumpigia mzee wangu, ni mstaafu, ni alikuwa kiongozi mkubwa wa nchi. Nikampigia, akawasiliana na katibu mkuu tena Bashiru nadhani, kitu kama hicho. Kwa sababu mimi nilivyokuja kusikia tu ni simu ya Mheshimiwa George Simbachawene ambaye alikuwa waziri wa mambo ya ndani kipindi kile. Ndio alipiga kumtafuta nani? Kumtafuta OCD wa Meatu. OCD wa Chalinze. Yule OCD ndio akapewa maelekezo kwamba mimi anitoe nje. Lakini isingekuwa simu na kuwasiliana na ule mzee wangu mstaafu ambaye nimemfanyia kazi, na mshukuru sana kwa muda mrefu na ananiamini, mimi nisingetoka. Huenda hata ningetengenezewa kesi nyingine ambao ingeweza hata kunipoteza. Lakini haikuwa hivyo. Dr. Bashiru namshukuru sana popote alipo. Ingawa mara zote nimekuwa nikimtafuta ili niweze kumshukuru kwa hili, hata kama hayupo madarakani, hayupo kwenye Chama cha Mapinduzi, lakini alitenda haki kabisa. Sasa sina wasiwasi na katibu mkuu wa sasa Dr. Nchimbi na mgombea mwenza baadaye. Ninaamini Dr. Nchimbi ni mtu aliyonyooka. Kwa hiyo kwa hatua hii tutaenda na tutafika salama. Naamini mimi chama kipo kwenye mikono salama ya Rais Dr. Samia pamoja na mgombea mwenza Dr. Nchimbi. Kwa baada ya hapo, hayo ndio yalionikuta mimi 2020 kwenye uchaguzi. Na hayo ndio nakusudia sana wajue kwamba ilitokana na makundi kufichua maovu yaliyokuwa yanafanyika kwenye makundi. Na sasa hivi makundi ndio yamepamba moto sasa. Nilisema tazungumzia makundi, lakini kuna watiania. Kuna watiania ambao wanaendelea kupita. Ninafahamu na mimi na intelligence. Naweza nikawa labda naishi Dodoma au naishi wapi, lakini na mimi nina watu wangu ambao wananisaidia kupata taarifa sahihi na kwa wakati. Kwa hilo nataka niwatoe wasiwasi kwamba hiki ninachokizungumza nina uhakika nacho na ushahidi ninao. Baadhi ya exhibit tumezituma kwa katibu mkuu Dr. Nchimbi, lakini nyingine tumezituma kwenye ngazi ya mkoa na kwa watu fulani ambao ni watu nadhani ni watu wa TAKUKURU na watu wa usalama. Lakini sijajua kwa nini watu kama hawa wanaendelea kujipitisha na wanatoa hela lakini hawakamatwi. Ina maana kwamba TAKUKURU wilaya ya Meatu hawaoni kinachoendelea? TAKUKURU mkoa wa Simiyu hawaoni kinachoendelea? Zile rushwa zilizotolewa miezi miwili iliyopita kwenye maandamano yale na ule jamaa ambaye anataka kugombea kuchukua lile jimbo la Bariadi hawakuziona? Sasa kama hawakuziona, sisi tunachukua nafasi hii kuwakumbusha kwamba sisi tuliona na tutawasaidia kwenye kufanyaje, kwenye kupata udhibiti ili hawa watu waweze kupelekwa kwenye vyombo vya ikiwezekana chama kiweze kuchukua hatua. Kama kuna uwezekano watakukuru kuwafikisha mbele ya mahakamani, wafikishe, sisi tutapeleka ushahidi kama wao hawataki. Lakini kukaa kimya, sisi tutaona kwamba rushwa inapofusha macho, huenda na wao wenyewe hapo salama. Kwa hiyo hilo tunataka tuliseme wazi hapa. Watiania mimi ninawajua ambao wanajipitisha mpaka wamemchanganya yule mbunge dada yetu Lea Komanya. Wamemchanganya kwa sababu kila kiamka asubuhi anasikia fulani kaenda sehemu fulani, fulani kaenda sehemu fulani. Sasa wameacha hiyo ya kuzunguka, sasa hivi wanazunguka kwa kushtukiza. Wengi wanawaita nyumbani kwa sababu asilimia kubwa ya hawa wagombea ambao nitawasema wana miji yao pale wamejenga. Wengine wametoka walikuwa ni wafanyabiashara Mwanza kule, wametoka wamekuja kujenga nyumba pale ili waitwe kwamba na wao pale ni kwao. Kwamba ishaona sasa hivi siasa. Unakuta mtu kimpima unamuona ni empty mind kabisa, lakini anakomaa awe kiongozi. Sasa unajiuliza huyu ataenda kuisimamia kweli serikali au hata kibahatisha kuwa labda diwani akaenda kwenye mabaraza ya halmashauri au akawa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano akaingia bungeni pale, anaweza kuwa na maajabu gani huyu mtu? Kwa hiyo ukijiuliza unaona kabisa kwamba hapa kuna shida. Na hii shida kama tutanyamaza hii shida inaenda kutengeneza kizazi ambacho kitakuwa corrupted. The most corrupted generation tunaenda kutengeneza. Kwa sababu mtu ataamini bila kuwa na milioni 500 huwezi kuwa mbunge.
Sasa hatutaki tufike huko. Tunaamini nia na dhamira ya rais wa jamhuri na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwamba ni njema kabisa. Sema wachache wanaomwangusha huko chini, sisi tutamsaidia kupiga kelele. Huenda kuna mtu mwingine anaweza kujiuliza kwa nini umeamua kupresenti na hujapitia kwenye zile njia sahihi za chama. Ni swali zuri kabisa, lakini nataka nilijibu hata kabla ya kumaliza hii press yangu. Kwamba kwenye chama tumefanya sana. Sasa hivi mimi tangu mwaka jana mpaka sasa hivi nimeandika barua 3. Lakini barua ili iweze kusomwa ni lazima angalau uipitishe kwa katibu wa chama wa wilaya, iende kwa katibu wa mkoa, ndio iende kama ni kwa katibu mkuu. Kule ndio inaweza kasomwa ikapewa mandate. Lakini sasa mimi mtu ninemshtaki labda ni katibu wa chama au mwenyekiti wa chama wa wilaya au mwenyekiti wa chama wa mkoa au katibu. Sasa tapitishaje barua kwake alafu ikafika salama? Sitatangulia simu kwamba kuna mnafiki mmoja anataka kupigia, anataka kuleta unafiki huko juu. Kwa hiyo tunakubali kwamba ni afadhali tuingie kwenye riski hata ya kupotezwa, hata ya kuuawa. Mimi nina watoto. Kwa hiyo kama nina watoto 2 au 3, mimi nadhani hao wananitosha. Kwa hiyo hata nikifa nimeacha kizazi. Kwa hiyo nipo tayari kwa chochote kitakachonikuta. Siongei kwa kumuogopa mtu. Nitaongea kila kitu ambacho mimi nadhani nina ushahidi nacho. Nisichokuwa na ushahidi nacho, hata mwanasheria wangu nilivokaa naye siku 2-3 hapa kanielekeza kitu ambacho sina ushahidi nacho nisiongee. Kwa hiyo ndugu Mtanzania, chochote ambacho nitakiongea hapa ninakuhakikishia kwamba nina ushahidi nacho. Hilo nataka ufahamu. Kwa hiyo watiania ninawajua mimi wapo 6. Mmoja wapo ni mtiania wa miaka yote, anaupenda ubunge lakini ubunge haumpendi kwa sababu hautimizii hata wananchi wakimchagua. Hatimizi wajibu wake. Ni aliyekuwa mbunge kabla ya huyu aliyepo sasa hivi. Ni mtiania ambaye anaendelea kuzunguka, tuna video zake za kutosha, tumezituma kwa Dr. Nchimbi, tumezisambaza wapi hivyo. Ni mfanyabiashara, sijajua sio atajigawa vipi. Wewe ni mfanyabiashara mkubwa, mara upo Oman, mara upo wapi, unataka ubunge, wawakilishi watu, unayajua matatizo ya watu. Makazi yako ni Shinyanga, una familia kule Meatu, hata wazazi wako ishawahamisha, unataka ubunge. Ili iweje sasa? Ili uwe mbunge ili madili yako ya biashara uweze labda kushusha makontena bure au vipi? Kwa kuna watu ambao tunajua hata namna walivyoanza mpaka kuja kupata mabilioni ya pesa, tunajua kwamba walitumia njia gani, halali na haramu, mpaka wakafikia hapo walipo, tunazijua. Kwa hiyo hatuwezi kuzitaja kwa sababu ya kuheshimu utu wa mtu. Lakini kila mtu anatakiwa ajipime, aone kwamba anaweza kuwakilisha wananchi aliokuwa nao. Huyo ni wa kwanza. Wa pili ni mbunge aliyepo sasa hivi madarakani. Kuna wakati mimi alinipigia simu, nadhani ilikuwa ni tarehe 9 mwezi wa kwanza, kitu kama hicho, alinipigia simu. Aliponipigia simu mimi ndio nilimtafuta, hakupokea. Nadhani sijui alikuwa wapi. Baadaye akanipigia simu. Aliponipigia simu akaanza kulalamika, bwana wanajipitisha huku, nashindwa hata nifanyeje mimi. Nimewaambia kwenye chama, nimetuma taarifa na nini, lakini naona wanajipitisha, mimi ni kama yani wananitia pressure sana. Yule dada kalalamika, mwisho wa siku naye kaunga juhudi. Kwa hiyo naye sasa hivi anazunguka, anatoa kama kawaida. Sasa ina maana sasa hivi Meatu imekuwa ni vurugu mechi. Yani hawa wanaitwa huku, watu wanapishana, wanaopelekwa huku, wanaokuja huku, ni Meatu nazungumzia, jimbo la Meatu. Sasa huo ni mtiania na ambaye ni mbunge aliyepo madarakani, ni wa pili. Wa tatu ni mtu ambaye naye ni mfanyabiashara, ni Mwanza maskani yake, lakini kwa Meatu anatokea jimbo la Kisesa kwa sababu anatokea kata ya Isengwa. Kata ya Isengwa ni jimbo la Kisesa, lakini kwa sababu ya maelekezo ya mbunge wa jimbo la Kisesa Mheshimiwa Mpina kwamba huyu mtu analazimika kuja kugombea huku kwa sababu ili asimpinge Mheshimiwa Mpina. Kwa kimsingi sio mzawa wa Meatu, ni mzawa wa Meatu lakini sio wa jimbo la Meatu. Lakini sheria zimbani, sheria zipo wazi. Narudi pale kwamba hata mimi mwenyewe naweza nikagombea Dar es Salaam, naweza nikagombea Dodoma, naweza nikagombea Mbeya na nikachaguliwa. Hatubagui kwa namna hiyo, na sitaki nieleweke hivyo. Isipokuwa nakusudia kwamba kwa nini wananchi wako wakimbie kuwahudumia kwenye jimbo lako, ukimbilie kwenye jimbo la jingine? Changamoto zinakuwa zinafanana kwa namna hiyo. Huo ni mfanyabiashara. Kuna wakati wanapata likizo, yupo Mwanza kule, anakuja, anazunguka nagawa hela, anawaita watu. Ninapozungumza hapa na tarehe za kila mmoja nitazitaja baadaye kwamba lini kapita wapi, kaacha bei gani. Na mwingine wa 4, mtiania wa 4, ambao hawa ndio wanasumbua Meatu sasa hivi. Yaani wanasumbua, hawa ndio watoa rushwa na ndio watiania. Wa 4 anaitwa, sitaki kumtaja lakini nitamtaja kwa title yake.
anafanya kazi ofisi ya rais, yupo chini, wanasema sijui masuala ya tasafu sijui nini. Lakini sasa watumishi wengi sasa hivi hapo makazini, maofisini, lakini yeye anatafuta kula. Sasa sijajua upo hiyo tasafu ipi anaitendea haki. Wanaenda kumvuruga tu dada wa watu kule, mbunge ananilii. Sasa hivi anaisee kwa mtu yoyote anayenisikiliza hapa sasa, viongozi wa chama wanatakiwa waichukulie hii issue serious. Wasichukulie masiala, kwa sababu mambo kama haya tukiacha taota mizizi, na mwisho wa siku itakuwa ni ngumu kuzuia mafuriko. Huyo ni mtiania wa 4. Mtiania wa 5, nimesema wapo 6, lakini nina ushahidi na watu 5. Mtiania wa 5 naye ni kijana mgeni, anaenda anazunguka, ni babake ni mwalimu pale Mwanuzi, anaenda anazunguka, lakini yeye kiwango chake anachotoa kila sehemu yeye haizidi 5000. Kila kikutana anakutana na makundi vijana nini, yeye kwake ni 5000 tu, hatoi zaidi ya 5000. Lakini hao wengine ndio unakuta 50,000, laki, 70,000, shingapi, 20 ngapi hivyo. Lakini yeye huyu mtiania wa 5 anazunguka, yeye kwake ni 5000 tu, hatoi zaidi ya 5000. Wa 6 siwezi kumzungumzia hapa kwa sababu sina ushahidi naye, lakini yupo. Sasa hawa watu wote ndio wanaivuruga wilaya ya Meatu, hususan jimbo la Meatu. Lakini tukizungumzia jimbo la Kisesa, maana nao nitawazungumzia kidogo, halinihusu, lakini kwa sababu na kwenyewe kuna Chama cha Mapinduzi, tunashare mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, tunashare katibu wa Chama cha Mapinduzi, na kwenyewe tutasema tazungumza kidogo, hususan kwenye tukio la lile la tarehe la tarehe 19 na tarehe 20 mwezi wa pili, ambako kulikuwa na kikao kazi. Makatibu wote wa matawi na makatibu wote wa kata walikutana wilayani pale kwa ajili ya kikao kazi, ambacho hicho kikao kazi mojawapo ilikuwa ni kwenda kudhibiti, kutenda haki, lakini pia na kudhibiti masuala ya utoaji wa rushwa ili haki iweze kutendeka katika uchaguzi mkuu na ukuja. Lakini hicho kikao sasa tulitegemea kwamba wawajadili watu ambao walishaanza kupita tangu mwaka jana, tangu mwaka juzi, walishaanza kupita na kugawa hela. Lakini hao ambao tulitegemea kwamba wakatafute namna ya kuja kuwa control na kuwadhibiti, ndio walidhamini kile kikao. Sasa utaona tumefikia hatua gani. Yaani kwamba mtu ambaye mtu ambaye tunadhani kwamba huyu hafai kabisa kwenye hadhira, hafai hata kuwa mwenyekiti wa mtaa, ndio anadhamini maji. Sababu kuna mmoja katika wote niwataja, kuna mmoja alidhamini maji, lakini akawaahidi watu na supu akawadanganya. Nadhani hili wanalijua, akawadanganya kwenye supu hakupata, lakini maji walipata wakiwa kwenye kikao kizima aliwadhamini maji. Mwingine baada ya kikao akagawa 10,000 kwa kila mtu. Nazungumzia watu 88 ambao walikutana kwenye jimbo la Meatu na watu 70 na kitu kwenye jimbo lile la Kisesa. Mwingine akagawa 50,000, lakini kuna mwingine akampandia juu akagawa 60,000. Haya mambo yote nina uhakika nao. Kama kuna mtu, sitaji jina la mtu, lakini kama kuna mtu anadhani kwamba mimi hapa nakosea au na mdhalilisha au na kosa lolote lile, anipeleke mahakamani au kwenye vyombo vingine vya kinidhamu, kama kwenye kamati za chama, nipeleke ushahidi. Lakini pia kama akitokea mtu katika hao anataja akakana, namtaja jina natoa na video niliyokuwa nayo kwamba alitoa lini, ndio utajua kwamba mimi nipo labda naishi mbali na pale, lakini najua kinachoendelea kwa sababu ni nyumbani na mimi ni mhanga wa hao mambo tunazungumza. Mwingine akatoa 60,000 akawapandia wengine wote. Kwa hiyo watu wakaondoka, wajumbe wamefurahia. Kwenye jimbo lile la wenzetu sasa kuna wanaume watatu. Mmoja ndio mwenye jimbo lake. Mmoja alitoa 100,000 kwa kila mtu. Mwingine akaja kuflash akatoa naye 100,000. Baba yao sasa, spendi ni mtaji, lakini kaka yangu na mheshimu, tumefanya naye kazi nzuri na sina wasiwasi na uzalendo wake. Alikuja akatoa zaidi. Sasa nadhani sitaki kumtaja, lakini mtakuwa mnamjua. Ni mtu ambaye tunadhani sisi kwenye jamii ya Watanzania kwamba ni mtu ambaye, lakini sio kweli. Watu wote wanaunga kwenda kwa sababu kama wewe unajua kabisa haki inatakiwa ifuatwe, kwa nini utoe hela? Haya, tuseme unatoa taklima, hatuna shida.
Haya, takrima kuna taratibu ambayo inatakiwa zifuate, ipite kwa katibu wa chama wa wilaya. Una hela yako 150, Mheshimiwa Mpina, mpeleke, unapiga hesabu labda kwa watu 70 na kitu. Piga hesabu hiyo 150 kwa kila mtu, mpelekee katibu wa chama, mwambie akawape wajumbe. Itaonekana hiyo umetoa nini? Umetoa takrima, umetoa zawadi. Lakini ni zawadi gani ambayo inatolewa kwenye nyumba ya mtu wakati huu wa uchaguzi? Kwa hiyo tunazungumzia mambo ambayo haya jamani yanatuumiza. Hasa sisi watoto wa maskini ambao hatuna pa kukimbilia. Ndio maana tunajitoa tu mhanga, nipo tayari nifanywe chochote, hata kwenye taasisi ninaofanyia kazi nifukuzwe, nipo tayari kwa chochote. Nipewe barua niondoke. Tajua mwenyewe cha kufanya, lakini najua kabisa kwamba siwezi kunyamaza, kwa sababu kunyamaza sio kusudio la moyo wangu. Sio dhamira yangu. Kwa hiyo nitaanza na tarehe zilizosoka rushwa kubwa sana ambazo zilitolewa na hawa watu tunaokusudia kwa namba yao kwamba ni watu wa 5. Wa 6 hayupo hapa, lakini yupo na yeye anaendelea kuzunguka. Tarehe 19 hadi tarehe 20 kulikuwa na kikao kazi cha siku 2 ambacho ndo nimeeleza hapo. Mmoja alizamini maji, supu akawadanganya. Ni huyu mfanyabiashara wa Mwanza. Akawadanganya wajumbe kupata supu. Mwingine akatoa 10,000. Huyu ni mtu ambaye ndo yupo ofisi ya rais anafanya, yupo TASAF kwenye mfuko wa kusaidia kaya maskini. Na yeye anasema anaenda anadanganya watu kaya zote, kwa anaenda na wadanganya kwamba yeye ndio ndo anaidhinisha kaya zote maskini. Lakini ukirudi nyuma, kama yeye anaidhinisha tangu enzi za Magufuli, anatuambia yeye ndo anapeleka hela nyingi sana Meatu, jimbo la Meatu, anaenda na wadanganya watu hivyo. Sasa wakati wa Magufuli kuna kaya zaidi ya 56,000 ambazo zilionekana ni kaya feki. Sasa moja kwa moja yeye anaingia kwenye ufisadi, anaihujumu serikali na nchi. Kwa hiyo sio mwadilifu, hafai hata kuwa kwenye ndanili, hafai hata kuwa kwenye ofisi ya rais TASAF, kwa sababu kule kunatakiwa watu ambao wana huruma. Mpeleke taarifa sahihi. Hata kama unafanya hizi kazi, wewe mtu gani kila siku upo Meatu, kila siku upo Meatu, hiyo kazi yako kwa Dar es Salaam au Dodoma makao makuu anafanya nani? Alitoa 10,000, lakini hiyo 10,000 hakutoa yeye mkononi mwake, ilipitia kwa mpiga debe wake ambaye ni mwenezi nadhani ni mtu wa hamasa ni hamasa wa hizi chipukizi. Kipindi kile ndio alikuwa na nafasi hiyo. Sasa huyu ndio mpiga debe wake mkubwa ambaye anaenda anagawa hizo hela. Mwingine alienda kutoa hela nyingi ni huyu mfanyabiashara ambaye alishaikuwa mbunge pale. Yupo nani? Yeye ndio anasema mimi hakuna mtu wa kunifanya chochote nchi hii. Sisi wafanyabiashara tunalindwa na mama. Mama anataka wafanyabiashara. Sasa ni watu gani ambao mimi wanaweza kunifanya chochote? Anaenda kijitapa kule, tunazo rekodi zake. Akibisha tunazipeleka kwa hata kwa rais kama zitahitajika. Akatoa 50,000 kwa kila mtu. Mwingine akaja kufuta sasa mbunge wa sasa hivi aliyepo madarakani, akatoa shilingi 60,000. Sasa angalia, mtu mmoja anaondoka nyumbani na 120,000. Sisemi kwamba wajumbe wasipate hela, lakini zipitie kwenye utaratibu sahihi, sije kuonekana ni rushwa, kwa sababu kitu chochote, hakuna lugha nzuri hapa ya kuwasilisha kitu tofauti na rushwa na kusema kwamba ni rushwa iliyotolewa. Kwa hiyo sasa hiyo ilikuwa ni tarehe 19 hadi tarehe 20. Ikija Desemba ya tarehe 20 ya mwaka 2024, siku 2 kabla ya Christmas, watu walizunguka tena. Huyu Mwarabu huyu mfanyabiashara huyu alizunguka akasema alichokisema, kokote kula akagawa tena kwa watu waliopata 20,000. Baadhi ya vijiji ambavyo anaviona vinamuunga sana mkono vikapata mpaka 50,000 kabla ya sikukuu. Ndio utaratibu ambao wanaufanya kila mara. Lakini akiusema hasemi tu nimetoa zawadi, anasema jamani nipo mwakani. Hiyo ilikuwa ni mwaka jana Disemba, siku 2 kabla ya Christmas. Tarehe 17 mwezi wa 3 juzi, huyu ambaye anafanya kazi ofisi ya rais na TASAF akawaita makatibu wa vijana, akagawa 15,000 wa wilaya nzima, wakata zote, kwa sababu kila mmoja anashughulika na kata zake. Jimbo la Meatu tunakata 16 na jimbo la Kisesa inakata 13. Akagawa 15,000 kila kijana. Na huyu ni msema yupo ofisi ya rais yupo ofisi ya rais kitengo cha TASAF, kwenye taasisi ya TASAF. Wana udugu wa karibu na Mheshimiwa Ruhaga Mpina. Ni mtu na shemeji yake. Kwa hiyo wameoleana
Kwa hiyo utaona kwamba kuna namna fulani wanasapotiana kwamba huyu ashinde huku, huyu ashinde huku. Lakini utawala wa Rais Samia ni utawala ambao una jicho la tatu. Na hamtoboi. Mimi nawaambia, hamwezi kufika na hela zenu. Tarehe 17 hiyo akawakusanya vijana makatibu wote akawapa. Ushahidi ni nao. Tarehe 19 mwezi wa 3 2025 huyo akawaita watu wa UWT akawagawa 2020 makatibu wote. Ushahidi ni nao. Tarehe 21 mwezi wa 3 2025 akawaita jumuiya ya wazazi. Hiyo tarehe 21 ninayozungumzia ni juzi Ijumaa, kawaita jumuiya ya wazazi. Kila mmoja amepata 2020. Tarehe 22 jana, kwanza yeye mwenyewe alienda kwenye kata jana hiyo, alienda kwenye kata ya Mwenyehina. Lakini hakutoa hela nyingi kule. Wengine wanasema alipewa 10,000, lakini wengine wanasema alipewa 5,500. Kata ya Mwenyehina juzi jana tarehe 22. Hela ibnanili yake ninayo. Na ushahidi na usema. Ukihitajika wakati wote mniambie tu ni ushahidi gani unaohitajika. Na chombo gani? Nipo tayari kutoa ushirikiano. Tarehe 22 akaita tena hiyo tarehe 22 ya jana, baada ya kuwa kabla ya kwenda Mwenyehina akawaita wajumbe wote wapiga kula kwenye jimbo kwenye kata ya Mwanduzi pale mjini. Akawaita pale, akakutana nao, wakapata walichokipata. Sasa hapa hao wajumbe walioitwa, kuna wengine wanasema walipewa 5,500, lakini baadhi wanasema walipewa 10,000. Wajumbe wa kata ya Mwanduzi, mnanitazama hapa, mpo, mlienda, kuna picha zenu zimepigwa, tunazo. Sasa amepiga nani? Intelligence yangu inajua. Sasa usiongee haya mambo kwa kubahatisha. Nimemonyesha mwanasheria wangu, tumekaa naye, tumediscuss, ndio maana akasema kwamba kwa ushahidi huu sema haya. Kwa hiyo nina uhakika. Na kuna aliyezunguka mwezi Januari 2025 kagawa 30,030. Huu sasa ni mfanyabiashara yule wa Mwanza. Alizunguka kagawa 30,030. Alafu kuna huyu kijana ambaye nimemsema ni watano, yeye akizunguka kila sehemu yeye anagawa 5,500 tu. Hata jana alikuwa sehemu fulani akagawa. Sasa kwa kumalizia, nataka nizungumzie kidogo kuhusiana na swala la kwa nini rushwa? Kwa nini hivi? Kwa maana sasa watu 72 kwenye jimbo la Kisesa au jimbo la Meatu, makatibu tu peke yake, unatoa hela labda laki 50,000. Ni shilingi ngapi hiyo? Alafu utairudishaje? Kwamba wewe ndio una upendo sana, mbona ni upendo mwaka wa uchaguzi? Miaka yote mingine hukuwa na upendo huo. Kwa sababu hatukuwaona mkija kugawa hela, hamkuwagawa wazazi wetu. Kwa nini mwaka huu? Kwa sababu mndano jambo lenu. Wote mnagombana kutafuta nafasi moja, lakini kwa kutumia hela. Na washauri, tafuteni nafasi hizo kwa kufata haki, kwa sababu haki huinua taifa. Kama tutaishi kwa namna ya kutokufuata haki, kwa kutumia kila mmoja anatumia hela zake, hatuwezi kufika. Mwisho wa siku nchi itauzwa kwa matajiri. Hatuwezi kuwa na watu ambao wanatumia pesa kutaka kuongoza watu. Kwa hiyo sasa utaona kwamba hata chama, mimi nataka nikiombe katika hizi nini za rushwa zinazoendelea, marushwa haya yanayoendelea, sio Meatu tu, na kusudia hata jimbo la Bariadi. Kwa sababu katika mkoa wa Simiyu, Meatu pamoja na rushwa zake zote haioni ndani kwa Bariadi. Maana Bariadi rushwa zake zinaenda kwenye maboksi na magunia ya hela zile. Bora Meatu angalau watu wanakuja kwenye mabegi angalau. Sasa watu wengi wote wanatumia pesa. Hivi tunakwenda tutafika kweli? Hatuwezi kufika.